Islam. Kwa hivyo hawa wa fi sabilillahi, na mtu ambaye yeye yupo katika kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, pia anatakiwa apewe zaka. Wa mwisho kabisa, wabeni sabili na mtoto wa njiani, tunasema Kiswahili hiko, lakini kwa maana ya msafiri ambaye kakatikiwa na matumizi ya safari, mwenyewe kishajipigia hesabu kwamba mimi natoka katika mkoa wangu huu naelekea katika mkoa mwingine, nitatumia gharama kadhaa, lakini bahati mbaya mwenyewe katika safari yake amekwenda, lakini yale matumizi yakawa hayajaenda kama hesabu ilivyokuwa inatakikana. Kwa hivyo huyu mtu ambaye tunasema ni amekatikiwa na safari, sheria inasema atapewa zaka. Wabeni sabili. Kwa hivyo haya ndio makundi manane ambao wao wanastahili kupewa zaka. Uislamu kama nilivyoeleza umekuja kwa ajili ya kutokomeza na kumaliza urofa na umasikini. Hawa ambao wao hawana uwezo wa kujitosha katika maisha yao, ikiwa watafanyiwa jambo la kupewa zaka, basi wataweza kujiendeleza katika maisha yao na wataweza kuwapa watu wengine ambao si wenye uwezo. Katika zama za Amiri al-Mu'minina Umar bin Abdul Aziz, huyu Amiri al-Mu'minina huyu ni katika kizazi ambacho tunasema ni katika vijukuu vya Amiri al-Mu'minina Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiallahu anhu. Hawa ukiangalia katika asli kuanzia babu yake huyo Umar bin al-Khattab, huyo Umar yeye pia ndiye ambaye aliendeleza jambo la Baitul Mal ambalo yeye alilisimamia kisawasawa. Kwa hivyo huyu Umar ibn Abdul Aziz huyu yeye alifuata nyayo za babu yake. Kwa hivyo ikafikia hatua wale watu, kwa sababu waliona umuhimu wa kutoa zaka, ikafikia hatua wanatafutwa masikini katika mabaraza tofauti tofauti. Watu wanakwenda masokoni, wananadi, wako wapi masikini, tuwape zaka, wanakosekana, kwa sababu walimaliza kabisa na kutatua yale matatizo yote ya Waislamu ambao wasiokuwa na uwezo. Kwa hivyo katika suala la utoaji wa zaka ni suala nyeti kabisa ambalo Waislamu wanatakiwa walitekeleze kwa hali na mali. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mambo ya utoaji amehimiza sana. Ikafikia hatua Mwenyezi Mungu akasema, man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha, yeyote atakayefanya jambo jema, jambo moja tu ambalo ni jema zuri lenye kufaa, basi ana yeye kupata 10 mfano wake. Wa man jaa bisayiati fala yujza illa mithlaha, wallahu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hawa ambaye yeye kafanya jema moja kalipo mfano wa 10 mfano wake, na huyu ambaye kafanya baya moja, Mwenyezi Mungu anasema hatolipwa isipokuwa atalipwa mfano wa baya hilo hilo. Mwenyezi Mungu anatupenda kiasi gani? Unafanya jema unazidishiwa mara 10, lakini ukifanya baya lako linaendelea vile vile, lile moja linaandikwa